watu wanaweza akawa napotosha hii agenda na uhalisia wa huo mchezo. Mchezo 184 ulikuwa kwenye ratiba ya miongoni mwa michezo ambayo itafanyika ligi kuu Tanzania bara. Bodi ya ligi wenye mamlaka kikanuni na kisheria kupanga mchezo 184 walipanga tarehe 8 Machi utafanyika Benjamin Mkapa. Vilabu vyote viliwasiliana kuwa mechi hiyo itafanyika tarehe 8 Machi. Kwa maana yake klabu mwenyeji, klabu ya Yanga Sports Club, kulingana na programu ambayo itangaziwa miezi miwili kabla, walianza kufanya promotion ya mechi ya tarehe 8 Machi, huku yakisaidiwa pamoja na bodi ya ligi ambao ni wasimamizi wa hiyo mechi. Yanga walifanya promotion kwa kiasi kubwa hiyo mechi. Mpinzani wake ambaye anacheza naye aligoma kufanya promotion ya hiyo mechi. Ilipofika tarehe 7, vilabu vyote viwili vilienda katika pre-match kabla ya mechi kuanza. Wote walienda na wote walizungumza na vyombo vya habari. Waliambia umma wa kidunia mechi hii ipo, itafanyika tarehe 8. Msemaji wa Simba alikuwepo, msemaji wa Yanga alikuwepo, kocha wa Simba alikuwepo, kocha wa Yanga alikuwepo, mchezaji kapteni wa Yanga alikuwepo na kapteni wa klabu ya Simba walikuwepo. Hayo yote maandalizi yalifanyika tarehe 8 kwa ajili ya mechi. Ni nani ambaye alisema mechi haitakuwepo? Simba waliandika barua usiku saa 8 ya usiku wakiwaambia umma wapenda michezo, wakiwaambia umma na dunia, hatutashiriki mechi ya 184. Kuna watu wanatakiwa wachukuliwe hatua. So mimi, hiyo ni kwa mujibu wa barua ya Simba ambao waliandika kwa umma wa Tanzania, wakimaanisha mabaunsa ambao wanadai waliwazuia wasifanye mazoezi. Ikafika mbali Simba akasema hawatashiriki mechi yoyote ya ligi kuu mpaka swala la mechi 184 lichukuliwe hatua. Sio mimi, kwa mujibu wa barua yao waliandika tarehe 7 Machi kwenda kwa umma wa Tanzania. Bodi ya ligi wakaja wakasema saa 4 asubuhi wakazungumza na umma na kidunia, kwa sababu dabi ya Yanga na Simba haifuatiliwi Tanzania tu, inafuatiliwa kidunia nzima, kwa sababu kuna stesheni 16 duniani walikuwa wanapaswa kuonesha hiyo mechi. Kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi akazungumza akimaanisha vituo vingine duniani 16 ambao watarusha hiyo mechi. Alizungumza saa 4 asubuhi akasema, akamwambia mechi iko pale pale. Huyo ni mwenyekiti wa bodi ya ligi anazungumza na dunia. Mashabiki 40,000 baada ya kutangaziwa kuwa mechi ipo, wakaenda Benjamin Mkapa, wakaenda kukata tiketi, wakaingia uwanjani siku ya tarehe 8. Watu wakajiuliza, ilipofika saa 8 hajazungumza mwenyekiti wa bodi ya ligi? Hapana, ikaja barua kutoka kwenye vyanzo vya bodi ya ligi kwenye peji zao, wakasema mechi ya 184 tumeahirisha. Kumbuka asubuhi alizungumza na umma kupitia mdomo wake kama mwenyekiti wa bodi ya ligi. Saa 8 mchana akazungumza kupitia wino wake wa karatasi, na hiyo barua ikasambaa. Wanaambiwa umma na dunia, nchi 16 ambao mtaonesha mechi ya dabi, mechi hiyo haipo. Na hiyo TFF wamefuata sio TFF. Hapo na vipi mnachanganya? Ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi ambayo ni independent, inajitegemea yenyewe. Wao wakasema mechi hiyo, mwenyekiti wa bodi ya ligi akasema wanalisha hiyo mechi. Yanga wakaja uwanjani, mashabiki wakaenda uwanjani. Ikafika hatua jambo baya zaidi katika hiyo mechi. Mshabiki wa klabu ya Yanga alifariki juu ya hiyo mechi. Unakumbuka? Yanga tarehe 9 kwa uungwana wake. Baada ya hiyo mechi tarehe 9 Yanga akaeka gari mafuta akaenda mpaka Bunju kwenye klabu ya Simba. Yanga akasema hawa wa Tanzania tumewakosesha laza, tunakuja kwenye uwanja Bunju tucheze. Hawezi ukaamini kabisa. Wakafunga na mageti. Yanga walikaa masaa 3 pale getini ili wacheze mechi tarehe 9. Lakini viongozi wa Simba
Meneja uwanja wa Simba wa Bunju waligoma kufungua uwanja ili Yanga asiendelee kucheza na Simba. Ni ungwana wa namna gani? Tafsiri ya haraka ndo walikimbia. Wanasema nyie mnafujo. Sikiliza, sasa unafujo. Hapa tunazungumza ni nani alikimbia mechi? Tukiangalia mazingira yao ya tarehe 7 ya mechi, kutoa taarifa, kutoshiriki mechi 184. Ukiangalia mazingira tarehe 8 Machi, kutoleta timu. Ukiangalia mazingira tarehe 9 Yanga kwenda Bunju kutaka kucheza mechi, kutofungua mageti, kiashiria tosha kwa Simba kutaka kucheza mechi 184. Ndio kweli. Hiyo wanaogopa Simba. Ni ukweli. Wakati wao wanawahitaji wanasema bila kumkaba Mpanzu haiwezekani. Hiyo ndo hoja ambayo ilikuwepo. Watu wanauliza tarehe 8 Machi huyo Mpanzu alikuwa analisha wapi? Mbona mlikimbia uwanja Benjamin Mkapa? Wao wanasema kwamba haujajibu swali. Tarehe 8 Simba Mpanzu alikuwepo akwepo? Alikuwepo. Kwa nini walikimbia timu kama alikuwepo kwa anamtegemea mchezaji? Wanasema mabouncer wale. Haujajibu swali. Ukisema mabouncer ni jambo la kikanuni. Timu yoyote ikizuiliwa kufanya mazoezi ni jambo la kikanuni. Kanuni zinasemaje? Kanuni inasema timu ambayo itashindwa kufanya mazoezi, hiyo timu ambayo imemzuia kufanya mazoezi itapigwa faini milioni 5. Ni kanuni. Kanuni inasema timu ambayo haitaingia uwanjani itanyang'anya pointi 3, mabao 3 na itanyang'anya pointi 15 na itashushwa daraja. Hizo ni kanuni. Hapa tunazungumza kwa mujibu wa kanuni na sheria na sio hisia. Wao ukisema mashida kumkaba Mpanzu ndio maana nikakuuliza. Kanuni ipi ambayo imesema tarehe 8 wasilete timu? Mkali wa dimba nakuuliza wewe. Ninakuuliza wewe. Tuambie ni kanuni ipi ya tarehe 8 ilisema wasiingize timu? Kuna kanuni ambayo inasema tunakubaliana. Kama kanuni hiyo haipo, kama kanuni hiyo haipo, tafsiri yake maana yake Simba walivunja kanuni. Uongo kweli? Kweli. Na kanuni zinasemaje kama mtu alivunja kanuni kutoleta timu uwanjani? Adhibiwe. Adhibiwe kivipi? Kwa kutoa faini kama ambavyo umesema. No. Anaadhibiwa kwa kunyang'anya pointi 3, mabao 3, kunyang'anya pointi 15 na kushushwa daraja. Hizo ni kanuni ambazo wameweka wenyewe bodi ya ligi. Hizo sio zangu mimi. Ndio maana tukasema bodi ya ligi inapata wapi mamlaka ya kuambia dunia kuna mchezo mwingine wakati kuna watu walivunja kanuni wameshinda kusimamia kanuni? Swali hilo ukamuulize mwenyekiti wa bodi ya ligi. Swali hilo ukamuuliza afisa habari wa bodi ya ligi kakaangu Karim Boimanda. Sasa hoja ikaja nyingine. Wakasema bodi ya ligi walialisha mechi. Hoja zingine zinasema bodi ya ligi ndio yenye mamlaka kupanga mechi nyingine. Sikiliza. Bodi ya ligi kwa barua yao waliandika wenyewe tarehe 8 Machi. Kasome paragrafu ya mwisho. Wanasema kuna mambo 3 ambayo yamesababisha mechi kutochezwa. Jambo moja wapo wanasema kwa kuna uvunjifu wa amani siku ya tarehe 7 Machi. Jambo la pili wanasema kulikuwa kuna viashiria vya rushwa. Lakini jambo la 3 bodi ya ligi ni barua yao wanasema kwa sababu kuna timu pinzani walishindwa kufanya mazoezi kwa mujibu wa kanuni. Ndio kwa sababu tumailisha mechi. Wakaenda mbali zaidi kuambia dunia hiyo mechi ambayo ilifanyika mechi 184 tarehe 8 Machi hatutaipangia ratiba nyingine mpaka uchunguzi ufanyike. Baada ya uchunguzi kufanyika tutakuja na ripoti kuambia dunia kuwa ripoti yenyewe ndio hii hapa. Ndio tutapanga mechi nyingine. Ninakuuliza wewe ndugu yangu M15, nakuuliza Paul Mkai, nakuuliza Beni TV. Ninakuuliza naye ndugu wangu wa Global. Kwa pamoja uchunguzi ulifanyika? Hatujaona uchunguzi wote. Hamkuona uchunguzi? Tafsiri ya haraka maana yake tunaamini bodi ya ligi maana yake walidanganya umma wa Tanzania. Ndio tafsiri yake. Tunaamini kama ambaye anaamini kulinda usalama wa raia na mali zake. Ni katika mkoa wa Dar es Salaam, manake ni kamanda kimkoa wa Dar es Salaam ambaye ni Afande Mlilo. Si ndio? Afande Mlilo aliojiwa alipigiwa simu, akaulizwa tarehe 7 na tarehe 8 kulikuwa kuna uvunjifu wa amani, akasema hakuna. Tuamini kwa maana yake bodi ya ligi kuna taifa yake walisema uongo. Walisema uongo kwa mujibu wa Afande Mlilo. Lakini katika mbali akaujua mwenyekiti wa kanda ya Temeke atakukuru, akaulizwa
katika mkoa wako huu wa Temeke wa Kikanda, tarehe 7 na tarehe 8 kulikuwa unafanyika mechi. Katika hiyo mechi unasema kuona viashiria vya rushwa. Je, umepata taarifa yoyote kuhusiana na viashiria vya rushwa? Kamanda wa mkoa wa Kikanda wa Kitemeke alisema hakupata taarifa yoyote. Tuamini kama bodi ya ligi tudanganya Tanzania? Ni kweli. Kama watu ambao walitudanganya wa Tanzania na umma duniani ambao wanapatia adabu katika nchi 16 wanapaswa kukaa madarakani? Tunakubaliana wote kama hawapaswi kukaa. Hiyo ndio hoja ya Yanga. Hoja ya Yanga ziko mbili. Inawezekana mwandishi yuko anashindwa kuelewa. Hoja ya Yanga ziko mbili. Hoja ya kwanza ya Yanga inasimamia haki ya Simba yenyewe. Hoja ya pili ya Yanga inasimamia haki ya bodi ya ligi. Haki ya Simba wamesema hawatacheza mechi 184 kwa sababu kuna watu wanatakiwa kuchukuliwa hatua. Uongo kweli? Uongo kweli? Watu wamechukuliwa hatua. Hiyo haki asimamie nani? Hiyo haki asimamie nani? Haki hiyo tasimamia sisi. Bodi ya ligi wameshinda kusimamia hiyo haki ya Simba. Ndio maana wamepanga mechi sehemu nyingine. Haki ya pili ya bodi ya ligi wakasema lazima tutoe taarifa ya uchunguzi. Baada ya taarifa ya uchunguzi kutoka, tutapanga mechi 184. Ndio? Na kuuliza taarifa ya uchunguzi imetoka. Kuna haki mbili. Kuna haki ya Simba ambao wamesema hawatacheza mechi yoyote mpaka achukuliwe hatua. Lakini kuna haki ya bodi ya ligi wamesema ni mpaka taarifa ya uchunguzi watoe ndio watapanga mechi. Hizo haki mbili asimamie nani katika mpira wa nchi? Yanga tumeamua kusimamia haki mbili. Haki ya bodi ya ligi na haki ya Simba. Haki ya bodi ya ligi, tunaambia bodi ya ligi toeni taarifa ya uchunguzi kwa sababu ni maslahi ya umma wajue. Lakini haki ya msingi ya Simba ambao wamesema hawatacheza mechi ya 184 mpaka wachukue hatua. Tunasema haki ya Simba sisi Yanga tutasimamia. Watu wachukue hatua ili Simba wafanyaje? Wacheze mechi 184. Wakikuuliza mtu ni nani alisema hatacheza mechi 184, waambie barua ya Simba tarehe 7 Machi walisema hawatashiriki mechi 184 mpaka watu wachukuliwe hatua. Kwa mtu alisema hatuchezi ni Simba walisema wewe, kuna barua yao tarehe 7 Machi. Sisi Yanga tunasimamia haki zao za watu wawili, haki ya bodi ya ligi na haki za Simba. Sisi kama muasisi wa mapinduzi wa nchi, sisi kama muasisi wa chama cha mpira Tanganyika Football Association, sisi tunaweza kusimamia hizo haki. Tutasaidia Simba, tutasaidia bodi ya ligi na tutasaidia mpira wa nchi. Haki hizo tutasimamia tukiwa hai au tukiwa tumekufa. Haki hizo tutasimamia heiza tupate maumivu au tupate furaha. Haki hizo za watu wawili sisi klabu ya Yanga tutasimamia mwanzo mwisho. Hakuna mwingine ambaye anaweza kusimamia hizo haki kwa sababu wengine hizo haki walishindwa. Jambo la pili la mwisho, tumalizie hapa, la pili la mwisho. Walisema viashiria vya rushwa. Vya rushwa. TAKUKURU amekataa, amesema hakuna rushwa. Basi tuamini ambaye wasababisha kualisha kwa mechi hiyo, basi ndio kwa una rushwa au ndio alipata rushwa. Usiniambie wapi. Walisema mechi 184 kuna viashiria vya rushwa. Si ndio? Mkamanda mkoa wa Temeke anasema palikuwa kuna viashiria vya rushwa. Basi tuamini walishirikiana hawa na wale kualisha mechi kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Labda walipiana rushwa kwa ajili ya kualisha hiyo mechi. Kama kwa maana hiyo hawa wote wanasema hamna rushwa, wao ndio wanasema wana rushwa. Nchi hii tuamini nani? Kati ya TAKUKURU pamoja na bodi ya tuamini nani? Kati ya jeshi la polisi ambao wanatulinda usiku na mchana na bodi ya ligi tuamini nani? Hawa wote wanasema hivyo vitu havipo. Hawa wanatupa mashaka wawili. Kwa maana hiyo mwalimu Yanga mnataka viongozi wa TFF wang'atuke ili waweze kuchaguliwa viongozi ambao wanaweza kuleta maslahi bora kwenye soka la Tanzania. Of course hapa tunazungumza haya yote yametokea kwa sababu ni mechi 184 ndio yametokea haya yote. Tumepima uweledi wao katika jambo la kikanuni, wameshindwa kusimamia. Tumepima uaminifu wao. Kwa hivyo vitu viwili umesema, uvunjifu wa amani na rushwa. Uaminifu wao kwa jeshi la polisi na TAKUKURU wameonyesha kuwa hao watu wawili walisema kuwa hamna viashiria vya rushwa, wao watudanganya. Hiyo tunazungumza uaminifu. Dunia ya sasa inahitaji mtu ambaye mwaminifu.
Dunia sasa inamtaji mtu ambaye mikono yake sio michafu. Kwa mikono hiyo ambao wamezungumza, maana yake wanaonekana haya mambo yako sahihi kwa wao. Unanielewa? Lakini mwalimu, naam, Karim Boimanda yeye alizungumza na akasema hajapokea barua yoyote kutoka kwa Young Africans, na kwa hivyo yeye atambui anachokijua kwamba mechi ipo. Sikiliza, nyingine zimetokea tetesi kwa mashabiki mbalimbali na wadau mbalimbali wakisema kwamba Yanga ni kama mnabibu. Sikiliza mdogo wangu, sikiliza. Sisi ni taasisi. Hatudili na afisa. Tunadili na bosi wake. Jambo la pili, huyo ukisema yeye anasema sisi ndio wenyeji. Mambo yote yanatakiwa kufanya promotion ni Yanga Sports Club. Vingilio ni Yanga. Au ujue kitu. Logistic ya magari ya wagonjwa ni Yanga. Kuandaa press ni Yanga. Mwenye mechi yake nakwambia hamna, wewe unasema mechi ipo. Maana yake kuna jambo lingine liko nyuma ya pazia. Hilo jambo ambalo tarehe 8 Machi mashabiki 40,000 wametoka mikoani na sehemu mbali tofauti tofauti wakaenda Benjamin Mkapa wakamilishwa mechi ipo, mechi haipo. Wale watu vingilio vyao vimeliwa. Wanaaminisha tena watu watoke mikoani waje Dar es Salaam kwa mechi hiyo ipo wakati mechi haipo. Maana yake ni tafsiri ya utapeli huko ndani yake. Sisi mashabiki tunasema mechi hiyo haipo. Na tunawaambia umma wanachama mashabiki wa klabu ya Yanga, mechi hiyo haipo. Kama mtu anaandaa safari kutoka huko kuja huko, achane nayo jambo la safari. Kwa sababu utapoteza gharama na nauli, alafu baadaye utakuja kuleta lawama. Watu mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga, mnapaswa msikilize klabu yenu inasema nini na sio mtu mwingine yoyote. Sisi wenye mechi tunasema amna. Kati ya Yanga na Simba nani mwenyeji? Boimanda anaingia kuna mechi kama nani hapo? Haujajibu swali. Mwenyeji mwenye mechi ni nani? Yanga sana kufanya vitu vyote. Yanga anakuambia hiyo mechi haipo. Mtu sikiliza, Yanga mwenye mechi yake anakuambia haipo. Wewe ambao sio mwenye mechi unapata mamlaka ya kusema mechi ipo. Unanielewa? Sisi unanielewa? Ni sawa na mimi. Unakuja ofisini kwangu mimi nakwambia hiyo huduma hamna. Kuna mtu mwingine anakuambia bwana hiyo huduma ipo. Ukienda katika hiyo sehemu maana yake huduma hamna, na mwenye sehemu akwambia huduma hamna. Utamlalamikia ambaye ametoa huduma. Wana Yanga hawapaswi kumsikiliza mtu mwingine yoyote. Inapaswa kusikiliza viongozi wa Yanga. Viongozi wa Yanga tushatoa tamko. Mechi 184 ishaisha. Ukisikiliza mtu mwingine maana yake ukibiwa shauri yako. Wenyewe mnachukua mechi 3 zilizobaki. Kuwepo na finali. CRDB Federation, mechi ya ligi kuu na Dodoma, mechi ya Tanzania Prison. Na Yanga ameposti kwenye peji yao. Chanzo rasmi cha klabu ameposti. Wewe unaaminisha mtu mwingine ambaye yupo ndani ya Yanga. Sikiliza, msifanye wana Yanga kama hawajui, kama hawajaenda shule. Wana maarifa ya kutosha, ni wasomi wa kutosha. Hakuna mtu yoyote atatoka nje kusema mechi ipo. Anayepaswa kutoka ni mwananchi au mtu ndani ya klabu ya Yanga. Sisi tunasema ambao na Yanga mechi hamna. Wewe unalazimisha mechi ipo kama nani? Wewe kama sio tapeni nani? Amechagiza tu huyo ni. Ukisema umechagiza, unachagiza sehemu gani? Ukisema umechagiza, hautoki sasa hivi ukaenda pale Lugalo jeshini. Ukasema unaanza kupiga maono, ukasema nachagiza niko jeshini. Watakuchukulia hatua, watakusulubu. Hata wewe mwandishi ambao unachagiza jambo la walipo, watu watakuchukulia hatua, watakusulubu. Kuna utaratibu. Mwenyeji amesema hamna. Wewe unamaanisha ambaye hata uchezi unasema ipo. Wewe ni nani? Kama una nia off, kama sio muuni unataka kuwatapeli, wewe ni nani? Sikiliza. Mpira wa nchi unaenda kunyoka. Mpira wa nchi tunaenda kuponya makovu yote. Mpira wa nchi unaenda kuheshimika sasa. Bado siku 10. Siku 10 ambazo zinaenda kufanya mageuzi ya mpira wa nchi. Siku 10 ambazo zinaenda kutengeneza heshima mpya ya mpira wa nchi. Tulifanya hivyo mwaka 1930 chini ya wakoloni. Maana yote inaenda kujirudia kwa mara nyingine. Tulifanya 1930. Mkali wa Dimba. Tulifanya mwaka 1964. Tulikaa viongozi 8.
kuanzisha ligi kuu Tanzania bara mwaka 64. Viongozi 8. Kiongozi mwasisi wa klabu ya Yanga Tabu Mangala yuko pale anakaa na Milozan Sigovic, kocha wa national team. Tunaanzisha ligi kuu mwaka 64. Vilabu vingine vyote sisi kama tulianzisha Tanganyika Football Association, kama tulianzisha ligi kuu, sisi ndio wenye mamlaka na mpira wa nchi. Hakuna klabu nyingine yoyote. Waondoke na heshima au aidha waondoke kwa aibu duniani wote. Ukiondoka kwenye taasisi inapaswa uondoke kwa heshima. Usiondoke kwa kwenye taasisi kwa aibu. Watu wakuondoe. Sikiliza. Narudia tena. Ndani ya siku 10 ni aidha walinde heshima yao ambao wamejitengenezea kwa kujiuzulu, au aidha waharibu heshima yao ambayo wamejitengenezea baada ya miaka 4. Waamue wenyewe. Aidha waondoke kwa hiari au waondoke kwa kilazima. Ndani ya siku 10 utapata majibu. Chukua ninachokwambia. Ndani ya siku 10 mpira wa nchi hii unaenda kukaa megani mwa wazao wa nchi. Karibu sana.